Bwana, moja kati ya usajili ambao Yanga wameufanya na kwa sasa hauzungumzwi ni usajili wa Buba Jemie, raia kutoka Gambia, ambao usajili huu umefanyika dakika za mwishoni kabisa kabla ya dirisha dogo la usajili kufungwa. Bwana, Buba Jemie ni moja kati ya usajili pia ambao haukuwa umevuja sehemu yoyote wala hakukuwa na tetesi zozote kuhusiana na Buba Jemie kutoa ndani ya klabu ya Yanga, lakini dakika za mwishoni kabisa Yanga Afrika wanafanya usajili wa Buba Jemie, moja kati ya sajili ambayo wengi wao kwanza hawaufikirii kama ni usajili ambao pengine unaweza ukaja kufanya makubwa ndani ya klabu ya Yanga. Wengine wanaufikiria tu ni usajili wa kawaida. Sasa pengine tumfahamu Buba Jemie ni nani, anatokea wapi, amecheza wapi, mafanikio yake ni yapi. Bwana, klabu ya Yanga mara baada ya kumtambulisha rasmi winga wa kulia Buba Jemie mwenye umri wa miaka 24, raia wa Gambia, alisajiliwa kitokea ndani ya klabu ya Oriente Inter Club ya nchini humo, ikiwa ni sehemu ya maboresho ya kikosi kuelekea michuano ijayo. Bwana, Buba Jemie tayari amekwisha kuwasili ndani ya klabu ya Yanga akiwa na uzoefu wa kucheza ligi ya Angola, ambapo alionyesha uwezo mzuri na wa kushambulia kupitia winga wa kulia, akijulikana kwa kasi, chenga na uwezo wa kutengeneza nafasi. Bwana, katika msimu wa 23-24 akiwa na Inter Club, Jemie alicheza mechi 10 akifanikiwa kufunga mabao mawili na kutoa pasi za mabao matatu. Msimu uliofuata wa 2024-25 aliendelea kuonyesha makali yake kwa kufunga mabao matatu katika mechi 14 alizocheza. Kwa msimu huu unaoendelea, mchezaji huyo tayari amefunga bao moja katika mechi 7, takwimu zinazoonyesha mchango wake katika safu ya ushambuliaji licha ya ushindani mkubwa wa ligi hiyo ndani ya ligi ya Angola. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo pengine unaweza ukamzungumza Buba Jemie ambaye amesajiliwa na klabu ya Yanga kama winga mshambuliaji akitokea ndani ya klabu ya Oriente Inter Club ya pale nchini Angola. Kwa hiyo Buba Jemie, wana Yanga mnaambiwa mtegemee makubwa kwa Buba Jemie, mashine mpya mabao. Unaambiwa hapa kuna kila kitu unachokihitaji kujua kuhusu mshambuliaji huyu wa kimataifa kutoka Gambia aliyeingia kwenye familia ya Yanga Afrika. Bwana, yeye ni nani? Ni kijana mwenye umri wa miaka 24 kama ambavyo nimekujuza. Alizaliwa Juni 15, 2001. Ana uzoefu wa soka la Gambia, Ureno na Angola. Aina ya uchezaji ni mshambuliaji hatari anayeweza kucheza kama winga au mshambuliaji wa kati. Sifa zake kuu ni kasi ya ajabu na uwezo mkubwa wa kumiliki mpira. Bwana, safari yake aling'ara akiwa na BK Miran ya nchini Gambia. Alicheza soka la kulipa Ureno akiwa na klabu ya Estrela Amadora. Anatokea ndani ya klabu ya Inter Club ya Angola ambako alikuwa tishio kabla ya kutua Jangwani. Takwimu katika msimu wake bora pale BK Miran, alihusika katika mabao 14, mabao 7 na assist 7 ndani ya mechi 23 tu. Hii inadhihirisha kuwa ni si tu anafunga bali pia ni fundi wa kutengeneza nafasi. Bwana, amekuja kupambana kwa ajili ya nembo ya Yanga na kuongeza mataji zaidi kwenye kabati la klabu ya Yanga pale mitaa Jangwani na Twiga. Kwa hiyo Buba Jemie huyu hapo katika dakika za mwishoni za dirisha dogo la usajili, klabu ya Yanga ilifanikiwa kumshusha winga huyo mpya raia wa Gambia Buba Jemie mwenye umri wa miaka 24, alikuwa akipiga ndani ya klabu ya ligi kuu ya Angola akitokea klabu ya Inter Club. Bwana, rasmi shirikisho la soka Tanzania TFF limeshakwisha kufunga dirisha dogo la usajili lililofunguliwa Januari 1, 2026 likidumu kwa siku 30. Kwa hiyo iko hivyo, Buba Jemie ni moja kati ya ingizo jipya ndani ya klabu ya Yanga. Mwaka 2023 Buba Jemie alihitajika na vilabu vya Almeria ya Uhispania na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, lakini akasalia nchini Angola licha kuwa ni raia wa Gambia. Bwana, urefu wake ni futi 6.1 na mwili uliojengeka kimazoezi vinasimama kama vielelezo vya ubora wake. Ni winga wa kulia mwenye uwezo wa kucheza kushoto. Anacheza sehemu zote mbili kwa ufasaha. Ni winga mwenye kasi na winga kiasili kwa maana ya natural winga. Ni miongoni mwa mawinga wenye uzoefu wa kumtingisha beki kumtoa kwenye nafasi. Alitumika katika timu yake ya Inter Club. Udhaifu akiwa katika timu yake ilikuwa ni
kukumbatia mstari zaidi, zao la mwisho bora na kutukushuka kurudi kusaidia timu bila mpira. Mara nyingi hupenda kukesha juu ya mstari wakati kiufundi hurekebishika kutokana na matakwa ya mwalimu. Kwa hiyo ndio pia unaweza ukasema ndio udhaifu wake, lakini unaambiwa kwa wale watu ambao sasa wanafahamu mpira, unaambiwa tatizo hili linarekebishika. Bwana, Buba Jemie ndiye ambaye amemuondoa Musa Bara Conte ndani ya klabu ya Yanga na Musa Bara Conte kujiunga ndani ya klabu ya Raja Casablanca chini ya Fadlu Davis. Kwa hiyo kusajiliwa kwa Musa Bara kwa Buba Jemie kulifanya idadi ya wachezaji wa kigeni kuongezeka, na hivyo Yanga wakalazimika kumtoa Musa Bara Conte kujiunga ndani ya klabu ya Raja Casablanca kwa mkopo. Kwa hiyo winga Buba Jemie, raia wa Gambia, tayari ameshakuja kujiunga ndani ya klabu ya Yanga. Na kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly, Buba Jemie tayari usajili wake ulikuwa umeshakwisha kukamilika. Sasa taarifa nilizonazo ni kwamba Buba Jemie huenda akaonekana kwenye mchezo dhidi ya Farabati tarehe 7 ya mwezi huu wa pili. Na hiyo ni kwa mujibu pia wa taarifa kutoka kwa msemaji wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, ambaye alizungumza kwamba Buba Jemie huenda akaonekana kwenye mchezo wa FAR Rabat, mchezo ambao Yanga watahitaji kushinda ili kujiweka kwenye mazingira mazuri ya msimamo kwenye kundi hilo, hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Akiwa na klabu yake ya Inter Club msimu wa 23-24 kama ambavyo nimekujuza, alicheza mechi 10 akafunga goli 2 na assist 3. Kisha msimu uliofuata 2024-25 alifunga goli 3 kwenye mechi 14 na msimu huu kafunga goli 1 kwenye mechi 7. Binafsi mimi mwenyewe sijawahi kumuona cheza, ila kiufundi Yanga unaambiwa wametibu tatizo, maana walikuwa na uhaba wa natural light winger asilia, kwa maana winga wa kulia, maana Okello sio winga wa kulia bali ni number 10. Kwa hiyo Nassim Buba Jemie mwenye umri wa miaka 24 unaweza kusema ni baraa jipya pale Jangwani. Kwa hiyo ni moja pia kati ya usajili ambao Yanga bwana wameufanya, na ni moja kati ya usajili ambao engineer kuna clip moja ambayo inamuonyesha engineer akipambana kuhakikisha kwamba anaipata saini ya Buba Jemie, na hatimaye Yanga wakafanikisha kuipata saini ya Buba Jemie. Kwa hiyo ni moja kati ya usajili ambao mpaka sasa hatujauona, lakini ni moja kati ya winga ambaye anatazamwa kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye ile winga kulia ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuona nini ambacho Buba Jemie anakwenda kukifanya ndani ya klabu ya Yanga mara baada ya kukamilisha usajili ndani ya kikosi hicho. Na ni moja kati ya mchezaji ambaye hajazungumzwa kabisa, na ni moja kati ya nyota ambaye hata wachambuzi wanakiri kwamba Yanga wamewapiga chenga mwili kutokana na namna ambavyo walikuwa wasiri sana kwenye kuvujisha taarifa za Buba Jemie, lakini mwisho wa siku taarifa zimekuja kutoka mwishoni kabisa, dirisha likabiliwa kufungwa, Yanga wanamtambulisha Buba Jemie na wengine wakaanza kushangaa Buba Jemie ni nani, anatokea wapi? Na nadhani kwa hayo machache pengine unaweza kuwa umemfahamu Buba Jemie, winga anayetokea ambaye ni raia wa Gambia, lakini akicheza